Sioni Rais William Ruto na utawala wake wa Kenya Kwanza wakirudi madarakani, jinsi ambavyo wananchi wanaandamana kila kona ya Kenya. Kwa hii miaka minne, mimi ninashangaa Rais William Ruto amekuwa akifanya nini, kwa sababu kuanzia serikali kuu mpaka wabunge ambao wako ndani ya serikali wamezembea. Hakuna kitu ambacho wanakifanya. At least wabunge wawili watatu ndio unaweza uka point out kwamba wamekuwa ukifanya kazi. Wengine bora wanaimba Ruto 2 term, wanafikiri kwamba watarudi madarakani bila ya kuwafanyia wananchi kazi, kwa sababu William Ruto atasema kwamba sijui pigia UDA kura, sijui tunataka tutaki madoadoa. Mnamo siku ya Jumamosi tarehe 7 mwezi wa pili mwaka 2026, wananchi wa Keio South, Rift Valley waliweza kujiunga na wananchi wa Kenya kwa kuandamana na kupinga utawala ambao uko madarakani, kwa sababu wamezembea. Hakuna kazi ambayo wameweza kuifanya ambayo inaonekana tangia miaka minne wamekuwa madarakani. Jinsi ambavyo unaona hapo, kuna kituo kimoja kutoka upande wa Rift Valley ambacho kiliweza kuripoti kwamba breaking demonstration at Kamuosor Center in Keio South. Residents are protesting for poor road conditions for Kamuosor Kapchorwa Road. They are now demanding their MP to address the issue. Wanasema vumbi imezidi. Hii barabara si ya mbunge, mpenzi mtazamaji. Hii barabara ni ya serikali kuu, kwa sababu hii barabara ndiyo serikali ni serikali inapaswa kuweza kuweka lami. Sio mbunge ndiye anapaswa kuweka lami. Kazi ya mbunge ni kumkumbusha rais kwamba kuna barabara fulani ambayo inapaswa kuwekwa lami na wala si hata maram. Sasa unaona wananchi hawa kwenye hizo picha waliweza kuandamana mpaka wakachoma barabara, wakaweka makaratasi kwa barabara, wakawasha moto kabisa, wakajaza mawe, wakapanda matawi japo ni kipindi cha jua, na kusema kwamba vumbi limewaua. Unajua, wacha niwaeleze mpenzi mtazamaji, huu ndio ubaya wa kuchagua viongozi tukifuata vyama. Eti kwa sababu party leader amesema kwamba hataki madoadoa, tunachagua mpaka watu ambao hawawezi wakatuletea maendeleo katika maeneo bunge yetu. Unajua, kama kuna kitu ambacho kimeweza kurudisha Kenya nyuma ni kitu ambacho kinaitwa ukabila na kufuata mtu wetu. Hayo mambo ndio yameweza kuua Kenya. Unapata kwamba mtu hana qualities za kukuwa kiongozi bora, lakini kwa sababu kiongozi fulani amesema kwamba tumchague, tunaambulia kumchagua, huyo mtu anaenda analaza damu Nairobi, anakunywa mawaini, anazunguka kwa ndege na kuimbaimba Ruto 2 term bila ya kufanya maendeleo kwa ground, akifikiri kwamba atarudishwa. Ninashukuru sana watu wa Keio South Kamuosor Center kwa kujitokeza na kuyasema yale ambayo yameweza kuwakera, kwa sababu ninaelezwa kutoka Rift Valley wameambiwa hata kana kwamba mumekerwa na jambo musiandamane. Mukiandamana Wakenya wataona kwamba, Wakenya kutoka sehemu zingine wataona kwamba William Ruto hajafanya kazi. Kwa hivyo watu kutoka Rift Valley wao wameambiwa kwamba hata kana kwamba tujafanya kazi musiandamane, eti tutafanya. Ni kipi ambacho kitakudanganya kwamba watafanya kazi? Hii miaka minne ambayo wamekuwa madarakani hawajaweza kuunda hata barabara hata moja. Basi kama hii ni nyumbani kwake Rais William Ruto, eneo la Keio, mahala ambapo anaita kwamba ni bedroom yake, wanaandamana, hajaweza kufanya kazi. Una expect watu wa Nyanza, watu wa Mount Kenya, watu wa Kisii, watu wa Machakos tuweze kufanyiwa maendeleo kipindi ambapo nyumbani kwake hajaweza kufanya chochote? The same William mwenye hii barabara ni yeye anapaswa kuunda na serikali yake ya Keio, na serikali yake hii barabara ya Keio
amekuwa kichongoa Kalonzo kwamba eti amekuwa madarakani sijui ni miaka 40, lakini hata barabara ya Machakos hata moja hakuna. Sasa yeye amefanya nini nyumbani kwake kipindi ambapo wananchi wanaandamana kiasi hichi na kuchoma mabarabara na kusema kwamba vumbi limewaua? Nimeona watu wengine wakiuliza sasa eti wakiandamana William Ruto aweza kuleta mvua? Hapana. Majibu kama hayo ndiyo yanafanya taifa letu la Kenya linarudi nyuma. Kipindi ambapo wananchi wanaandamana wamechoka. Sio eti kwamba naweza kuwajibu eti kwamba sasa mkiandamana William Ruto aweza kuleta mvua. Hapana. Barabara hii inapaswa kuwekwa nyoka nyeusi au kipenda lami. Na wala sio kwanza kutoa majibu kama haya. Kuna mambo mawili matatu ambayo yatafanya President Ruto na utawala wake wasirudishwe madarakani mwaka 2027. Na ninakuambia ukweli na sikufichi. Mimi uzuri sijawahi danganya. Kitu cha kwanza, kutofanya kazi. Sasa kama nyumbani kwake Keio wanalalamika kwamba wameachwa nyuma, viongozi hawafanyi kazi, viongozi hawashirikiani na William Ruto wafanye kazi, viongozi kazi yao ni kuzunguka na ndege kwa sababu serikali ni yao, kuimba tu tamu. Ili hali wananchi kwa ground ndio wanateseka. Wananchi watakasirika waweze kutoa huyu mtu madarakani. Na hapo ndio utaanza kusikia mpinzani wangu aliweza kutoa wapi kura kutoka eneo langu. Wananchi hawapigi kura sasa kufuatia kwa sababu wewe ni mtu yetu. Hapana, wananchi watampigia Bwana Ruto kura kutokana na utendakazi. Tukipiga kura kufuatia ukabila au sijui huyu ni mtu wetu, hii ni ngome yake, hata asipofanya kazi lazima tumuunge mkono, Kenya yetu itaendelea kubaki nyuma kimaendeleo, wanasiasa wao wakiendelea kuiba pesa na kuweka mfukoni. Hawa ndio viongozi ambao wanazunguka na William Ruto ndege kila Jumamosi, kila Jumapili, maeneo ya Rift Valley, wanatembea na ndege. Lakini hawataki kukumbuka kwamba barabara inapaswa kuundwa. Unahisi ni kwa nini hao viongozi wanatembelea ndege? Ni kwa sababu hawajaweza kufanya kazi. Kwa ground hakuna kazi ambayo inaweza ikawapendeza. Sasa badala ya kupita kwa ground hivi wananchi waweze kuwaona, wanaona ni heri wapitie juu angani, mahala ambapo hakuna jam, mahala ambapo hakuna barabara mbovu, mahala ambapo hakuna vumbi. Jambo la pili, serikali hii inawatoza wananchi ushuru, lakini ushuru huo haufanyi kazi. Sasa basi, kama unatutoza ushuru, tulikuwa tuna expect mabarabara yaweze kunyooshwa, school fees, wazazi wa watoto wasifukuzwe school fees. Tulikuwa tunatarajia walimu waweze kuajiriwa in permanent basis, si haya mambo ya contract ya kulipwa sijui ni 13,000 per month. Tulikuwa tuna expect serikali hii iweze kuunda ajira kwa vijana. Mambo hayo yote hayajaweza kufanywa. Haya mambo usije ukafikiri katika uchaguzi wa mwaka 2027 wananchi watapiga kura kwa sababu wewe ni mtu wetu, wewe ni kabila yetu. Hapana. Tangia maandamano ya vijana wa Gen Z yaliweza kufumbua wananchi macho kwamba Kenya hatuhitaji ukabila. Kenya tunahitaji maendeleo. Kenya hatuhitaji kiongozi ambaye ni mtu wetu. Kenya tunataka kiongozi ambaye anafanya kazi. Kenya hatutaki mzembe. Kenya tunataka rais ambaye anachangamka, anafanya kazi. This time round hakuna mtu hakuna mambo ya mtu yetu. Mtu wetu kwani atatusaidia? Mtu wetu angekuwa ametusaidia, ametujengea barabara. Basi kama William Ruto angekuwa mwerevu, hata angekuwa amekwisha nyoosha barabara kutoka maeneo yao. Hiyo Rift Valley, Nandi, kuelekea hapo hivyo Kericho, Bomet. Lakini wote wanateseka kama sisi tunavyoteseka, hakuna barabara. Vumbi inatuua, vumbi inatuchakata hapa na pale. Hasa alafu nataka kuniambia Bwana Ruto atarudi. Atarudi kutoka wapi? Kipindi ambapo wafanyabiashara wanalia ushuru mkubwa, mazaa hakuna. Wanafunzi wanalia, wazazi wanalia, wanafunzi wanaenda shuleni wanarudishwa, fara hakuna. Kazi kwa vijana hakuna. Kazi yaonekani, maendeleo hakuna yenye wametutengenezea, alafu nataka kunituambia eti watarudi madarakani. Hakuna madaraka ambayo watarudi. Na kama wana expect na kama wanatarajia eti kwamba wataiba kura, jinsi ambavyo nimekuwa nikiona comment za wengine, eti Ruto asiposhinda atafanya yale ambayo Tanzania walifanya na Uganda atajaza kura. Atajaza kura kutoka wapi? Kenya sio Uganda na Kenya sio Tanzania. Kenya demokrasia yetu imeenda mbele. Na this time round hakuna kuiba kura, kila mtu amechanuka. Kwa hivyo viongozi hawa
wasitarajie kwamba wataiba kura mwaka 2027 wasalie madarakani. Hakuna kitu kama hiyo. Kazi ambayo wanahitaji kufanya ni kuhakikisha kwamba wanawafanyia wananchi kazi, wananchi waridhike, ndiposa wawarejeshe madarakani. Wazo lako ni lipi? Kama watu wa Keio South wameandamana, wanasema kwamba hakuna barabara, hawajaweza kuundiwa maendeleo, na haya ndiyo maeneo ambayo serikali imekuwa ikiambia wananchi kwamba hata kana kwamba hatujafanya kazi, msiandamane. Mkiandamana mtakuwa mnaonyesha William Ruto hajafanya kazi hata nyumbani kwake. Ni vizuri kipindi ambapo William Ruto anazidi kuchongoa Kalonzo Musyoka kwamba hajaunda kazi nyumbani kwake, na yeye imeonekana kwamba nyumbani kwake upande wa Nandi, Keio South, sijui Baringo, sehemu hizo hajaweza kufanya kazi, barabara ni mbovu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kitu ambacho nakuomba ni usikilivu mwema, tuendelee kushirikiana. Asanteni sana kwa kuendelea kunisapoti. Sambaza ikanda.